Nairobi. Naam, tukisonga mbele mtazamaji, ni kwamba mwalimu mmoja Mkenya anayeishi na kufanya kazi huku nchini Saudi Arabia ametoweka katika mazingira ya kutatanisha tangu tarehe 25 Disemba mwaka 2025. Hatma ya mwalimu Stella Daraja bado haijulikani. KTN imepata video ya mwanagenzi inaonyesha nyayo za watu wawili wanaokisiwa kuingia katika nyumba ya Stella Daraja. Video hiyo mpya inaonyesha kwamba hali ya vurugu ndani ya nyumba hiyo, ishara kwamba huenda kulikuwa na purukushani kabla ya kutoweka kwake. Inaaminika kwamba washukiwa walitoroka kupitia kwenye dirisha. Mwanahabari wetu Lennox Sengre na taarifa hiyo kwa kina. Kitendawili kinachozunguka kutoweka kwa mwalimu Stella Daraja, raia wa Kenya anayeishi nchini Saudi Arabia, kinaendelea kuzua hofu, maswali na wasiwasi mkubwa. Inaripotiwa kuwa Stella aliwasiliana na wazazi wake kwa mara ya mwisho mnamo tarehe 25 Disemba mwaka 2025, muda mfupi tu kabla ya kutoweka kwake. Nyumbani kwake nchini Saudi Arabia hali ni ya kutia wasiwasi. Mlango ulipatikana ukiwa umefungwa kwa ndani, huku dirisha moja likiwa wazi. KTN imepata video ya mwanagenzi inayoonyesha ndani ya nyumba ya Stella. Ndani ya nyumba hiyo inaonekana ikiwa imevurugwa, ishara inayoonyesha huenda kulikuwa na purukushani kabla ya kutoweka kwake. Dadake Pela akanipigia simu ule rafiki ya Stella wa huko, kaniambia ati Pela anasema uingie on. Kamuuliza nini mbaya, akaniambia kuna kitu mbaya. Haya, hapo roho ilishtuka kwenda kwa Stella, simu inasema tu use busy. Karibu na dirisha lililokuwa wazi, nyayo mbili tofauti za viatu za watu wawili zilionekana, hali inayozua hofu kuwa huenda watu wasiojulikana waliingia au walitoroka kupitia dirisha hilo. Nilituma kijana mmoja akaenda, sababu yeye ndiye amechua huko. Akaenda kukonga gate, hakufungua. Nini mbaya? Akasema sijui. Nikatafuta rafiki mwingine ati Chudi, hakushika simu. Sasa hapo roho ikaanza kutetemeka. Kweli ukiangalia nyumba vile imekaa inakupea wasiwasi. Mary Daraja, mamake Stella, anasema familia yake imekuwa ikitegemea marafiki wa Stella walioko Saudi Arabia kumtafuta, lakini hadi sasa jitihada hizo hazijazaa matunda. Pela alichukua jukumu, hata huyu awali alichukua jukumu ya kuangalia kwa hospitali, kwa mochari na kwa polisi. Hawapati ripoti yoyote. And the guy went there, akapata dirisha iko wazi ya nyumba ya Stella, alright? Hapo kwa dirisha kwa ndani kuna seat, of which there were footsteps. And zilikuwa footsteps za viatu mbili tofauti. So akaingia ndani and he took a video for me. The house was a mess. Kuna vile ilichakurwa. Simu mbili za mkononi zinazoaminika kuwa za Stella zilipatikana ndani ya nyumba yake nchini Saudi Arabia, lakini hadi sasa hajulikani aliko. To me, Stella hajapotea tu ati amepotea. It's either a setup of whatever. Ninaomba serikali penye iko initafutie mtoto wangu. Stella Daraja alisafiri kwenda Saudi Arabia mwaka wa 2011 kama mfanyikazi wa nyumbani. Hata hivyo, kulingana na wazazi na marafiki zake, baadaye alibadilisha kazi na kuwa mwalimu katika shule ya Smart Kids Montessori nchini humo. Maswali makubwa ni je, yuko wapi mwalimu Stella Daraja? Na kwa nini Wizara ya Masuala ya Nchi za Kigeni imesalia kimya licha ya ripoti za kutoweka kwake? Lennox Sengre, runinga ya KTN.